Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wafanyabiashara hao wamesema zao la mahindi limekuwa na changamoto ya ubora, jambo linaloathiri biashara zao na kupunguza ushindani wa mazao katika soko. Jamii ambayo inayopatikana hapa haina elimu ya kutosha juu ya uvunaji, yani kuanzia ile ngazi ya kuandaa mazao mpaka kwenye kuvuna. Mwingine ameandaa vizuri, pengine amesimamiwa na afisa ugani ngazi ya chini huku, lakini anapofika huko juu wakati wa kuvuna, anavuna mahindi anachanganya mabovu na yale ambayo anakuwa ni mazima. Kwa kama elimu itatolewa kwa jamii ambayo inapatikana kwenye huu mkoa, itasaidia kuwa na malighafi ambayo inakidhi viwango vinavyotakiwa na serikali na mamlaka nyingine. Mkulima anapotoka shambani anatuletea mahindi ambayo hayako kwenye ubora. Tunakutana na changamoto za kuchambua mahindi, kuondoa ile miozo ili kuweka mahindi yao katika quality ambayo ndio bora. Hususan kama maafisa ugani walifanyia kazi ya kuwa nazunguka mapolini, vijijini kwa ajili ya kuelimisha wakulima namna ya kuboresha mazao yao wanapoingiza sokoni. Afisa ugani wakisimama kwenye kutoa elimu hasa muda wa kuvuna, inaweza kusaidia tukaanza kuwa na mahindi yaliyo bora katika mkoa wetu wa Katavi. Kwa upande wake, afisa kilimo mkoa wa Katavi Faridu Abdalla amesema wanaendelea kutoa elimu kwa wakulima ili kukabiliana na changamoto hiyo. Kimsingi tuna program mbalimbali kama mkoa ambao tunaendelea kuelimisha wakulima kuhusiana na hali ya ubora wa mazao hasa baada ya mavuno. Tunaamini sana kwamba kulingana na jiografia ya maeneo yetu mengi, baadhi ya maeneo yamekuwa yakipata yakifikia mahindi au mazao mengi yakifikia kukomaa hali ya kuwa mvua zinanyesha. Kwa hiyo tumekuwa kukabiliana na hali ya miozo, kwa maana baadhi ya mazao yanakuwa yanaharibika mashambani. Tunachokifanya sasa hivi kwa maana ya kutoa elimu ni kwamba wakulima kuchukua tahadhari kipindi wanapovuna, kuhakikisha kwamba wanatenga, yani wasichanganye mahindi mabovu. Mfano unachukua zao la mahindi hasa ambalo ndo hasa wasichanganye mahindi mabovu na mahindi mazuri. Afisa kilimo Faridu amewasisitiza wakulima kuuza mazao yao katika maeneo ambayo ni ya vituo vya kuuzia mazao ili wafanyabiashara nao wanunue mazao katika maeneo hayo na kuondokana na changamoto kwa kila mmoja. Serikali inapotangaza vituo maalum vya kuuzia mazao, ndio sehemu za kupeleka mazao yao kuuzia, na si wasikubali kuuza mazao kwenye nyumba zao, kwenye kaya zao. Hii itaturahisishia sana kuhakikisha pia wafanyabiashara wanakusanyika sehemu moja, lakini wakulima wanaenda pale na wakulima wanapeleka kitu bora, lakini wafanyabiashara wanapata kitu bora kwenye yale maeneo. Hatua hizo zinatarajiwa kusaidia kuongeza ubora wa mazao yanayozalishwa mkoani Katavi na kuimarisha biashara kati ya mkulima na mfanyabiashara. Ana Milanzi, Katavi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.